Katika kituo cha afya na lishe cha Feinusi mjini Mogadishu, akina mama wanasubiri huduma za afya wakiwa wamebeba watoto wao wagonjwa mikononi. Wahudumu wa afya nao wanaendelea kuwachunguza watoto hao walioathirika na utapiamlo, huku sauti za watoto wakilia zikisikika kila kona. Mmoja akina mama hao ni Halima Abdullahi Jeilani. Anasema alilazimika kukimbia baada ya ukame na njaa kusambaratisha kabisa maisha ya familia yake. Nilikimbia kwa sababu hakukuwa na maji wala chakula. Nilimpoteza mume wangu na watoto wangu hawakuwa na kitu chakula. Kote nchini Somalia, mvua zilizoshindwa kunyesha kwa wakati, migogoro na watu kuyahama makazi yao vimewalazimu maelfu ya familia kuishi katika kambi za wakimbizi wa ndani zilizojaa pomoni, ambako chakula ni haba na huduma za afya zimelemewa. Mjini Baidoa nako, mama mwingine aliyekimbia makazi yake, Mariam Abdi Hussein, anasema aliwasili kambini hapo miezi 5 iliyopita baada ya ukame kuharibu mazao yote ya shambani mwake. Mashirika ya misaada nayo yanaonya kuwa hali inaendelea kuwa mbaya zaidi, huku ufadhili wa misaada ya kibinadamu duniani ukizidi kupungua. Mkuu wa misaada ya binadamu wa Umoja wa Mataifa Tom Fletcher amehitimisha ziara yake nchini humo mwishoni mwa wiki. Amesema watu wanaokabiliwa na janga hilo la kibinadamu wanafahamu fika kuwa msaada unapungua. Watu wanaohitaji msaada wanafahamu kuhusu kupunguzwa kwa ufadhili. Wananiambia wanajua tumepunguza msaada. Wanajua wameachwa nyuma kutokana na hatua hizo. Hii ni hali ya kusikitisha sana. Inadhihirisha ni nini kinatokea wakati dunia inatazama upande mwingine. Madaktari walioko mstari wa mbele nao wanasema idadi ya wagonjwa utapiamlo inaongezeka, na hasa miongoni mwa watoto. Katika hospitali ya mkoa wa Bay mjini Baidoa, Dr. Asma Awais kutoka shirika la madaktari wasio na mipaka Medecins Sans Frontieres MSF anasema dunia inapaswa kuongeza msaada wa kifedha haraka iwezekanavyo. Anasema ujumbe wangu kwa dunia ni kuhakikisha kuna msaada endelevu wa kifedha, hatua za pamoja na juhudi madhubuti ili kukabiliana na changamoto zote ambazo watu wanakabiliana nazo kila siku. Umoja wa Mataifa unaonya kuwa bila ufadhili wa haraka, basi familia nyingi zilizo hatarini nchini Somalia zinaweza kukumbwa na hali mbaya zaidi katika miezi ijayo.